Leo bana tupo Kaole hapa, na maana Kaole kidogo amesema ni kuona. Kwa utaangalia ilipokuwa transmitted kutoka kwenye jina lake la mwanzoni kidogo nimesahau mpaka inaitwa Kaole. Leo unavyoona the nature iko poa kabisa, mazingira yako fresh kabisa. Kwa hiyo tutaenda kukupa experience moja baada ya nyingine uweze kujua hii issue imekwaje, na wewe pia gharama costs zinakuwa vipi mpaka unafika hapa. I say mimi naitwa Yakini. Kwa hiyo tutakuwa pamoja, niko na mwanangu nyuma ya kamera anaitwa Japhet Joseph. Kama alivyokuelekeza nyuma ya kamera nilikuwepo mimi Japhet. Na mazingira huku kidogo yamekaa kituristi. Sehemu kama hizi wa Tanzania tunapaswa tuwe na mwitikio mkubwa. Mara nyingi tu tunatembelea katika sehemu kama hizi, tunaona tunajifunza kumbukumbu za kihistoria, tunapata kujua kwa sababu hizi ni nature, hivi vitu ni vya kwetu. Tusiwachie wazungu kwamba wao ndio wanatoka huko, wanasafiri wanakuja huku, wanakuja kuona hivi vitu. Hivi vitu ni vya kwetu. Kwa tuchangamkie fursa, especially kama vijana. Hakikisha katika ujana wako unatenga siku kadhaa, unatoka, tunakuja na wenzako, mnakuja. Kwa hiyo utakuwa mwanzo, mimi na wenzangu tutasafiri, tutaonyesha sehemu, kila sehemu tutadocument kitu tutachokuwa tunakifanya, na hope mtaenjoy, tutajifunza wote. Kama nilivyowaambia, sasa hivi ndo tunaenda kumsikiliza tour guide wetu, atatuelekeza story yote hapa Kaole Zoo na historia ya mji yote kwa ujumla. Atatufundisha vitu baadhi ili tujue siku ukija hapa unaanzia wapi na utaratibu ukoje. Je, kuna bei, kuna pia tutamuuliza maswali, bei za hapa zipoje, na majengo ya makumbusho yamekaaje na historia zake, makaburi na vitu kama hivyo. Twende wote tukamsikilize. Wakajenga ule msikiti wa karne ya 13 ambao kama ukiweza kuangalia una ngazi. Zile ngazi zilikuwa za muazini wakati anawaita wenzake kwa ajili ya kuswali. Lakini walijenga majenzi haya kwa kutumia matumbawe au coral stones, lakini pia walitumia udongo mwekundu, udongo wa mfinyanzi na udongo ambao ulikuwa unapatikana hapa, na matumbawe mepesi walikuwa wanasaga, wanapata chokaa, wanaweza kuchanganya. Sasa hali hiyo iliwapelekea Mzaramo aweze kuona ni vitu vigeni kwao, ndo akasema tuchole tukalole vyaja wano vino vitendile, tutoke tukaone hao waliokuja wanafanya vitu gani. Mkweli vivyo hivyo akasema chite chikalole, kwamba tundeni tukaone. Walikuwa wanakaa eneo la juu kidogo hapa inaitwa Bwembweni. So yale maneno alivyokuwa anaongea Mshirazi akawa hajui maana yake, anasikia tu kalole kalole, akafikiri sehemu hii inaitwa Kalole. Sasa kwenye kutamka yeye akawa wakija wageni wengine ambao ni Washirazi anawaambia hapa sehemu hii inaitwa Kaole. Kwa hiyo kutokea Pumbuji kwenda Kalole mpaka kuitwa Kaole. Kwa hapo tunaona ndo kufa kwa neno Pumbuji na kuzaliwa kwa neno Kaole. Hii ni ramani ya site yetu. Sasa hivi tupo katika eneo la makumbusho hapa. Tukitoka hapa tutaweza kuelekea katika mti wa mbuyu. Kama tuna muda tutaweza kufika eneo la karne ya 15, lakini pia tutarudi karne ya 13 na katika msitu wa mikoko. So bila kupoteza muda, karibuni tuingie makumbusho yetu. Sehemu hii ndani ni masalia mbalimbali ambayo yaliweza kupatikana hapa baada ya wakiolojia mbalimbali kuweza kufanya uchimbuzi. Vitu walivyokuwa wanavipata na historia yao wameweza kuhifadhi humu ndani. Na makumbusho hii haijahifadhi tu historia ya Kaole, bali pia miji kama. Karibuni, mkiwa mna swali ndani mtaweza kuuliza. Ana swali hapa kia. Sio mvumbuzi, yani alileta kutokana na changamoto ya kutokuelewana. So karibuni ndani. Lakini pia tunakuja kuona baadaye, baada ya vita ya kwanza ya dunia, ili kidogo lilipata kashikashi, japokuwa lijabomoka lote, lilipata crack kidogo, lakini sasa hivi limesharejeshwa. Sasa hivi ni chuo cha Adem wanatumia kama skantini yao kwa ndani. Kilichobaki katika eneo la kihistoria ni huu mnara, unaitwa mnara wa Dr. David Livingstone, ambao ni kwa heshima ya David Livingstone kama mpigania haki za watumwa, ambapo alifariki ziwa Bwangoyolo, Zambia, na kuweza kusafirishwa takriban maili 1500 kwa muda wa miezi 9. Akafikishwa katika kanisa Katoliki. Hapo mwili wake ulipumzishwa kwa siku moja, ikafanyika sala ya kumuaga, kisha akasafirishwa kwenda Zanzibar na kisha kusubiri pepo za kaskazi na kupelekwa Scotland kwenda kuzikwa. So utaweza kujiuliza Dr. David Livingstone alikuwa ni Mwanglican. Kwa nini aliweza kupewa heshima na Wakatoliki? Dhana kubwa ni kwamba wamishonari wote walikuwa wanapinga biashara ya watumwa, kwa hiyo waliweza kumpa heshima hii hapo. Kanisa lilijenga ndo lile pale, moja imesema Roman Catholic Museum. Kuna hii part
Lakini German Boma na German Fort hivi vipo katika eneo linaloitwa Mji Mkongwe wa Bagamoyo, ambao pia iko chini ya TFS, ni kama hii Kaole Ruins. Tuna hili jengo linaitwa Custom House, lilijengwa 1895, lilitumiwa na Wajerumani katika kukusanya kodi za bidhaa mbalimbali ambazo zilikuwa zinasafirishwa na bandari ya Bagamoyo. Kuna soko la samaki hili, lakini sasa hivi kidogo limerekebishwa, liko vizuri. Katika Stone Town pia kuna soko la watumwa, na pia kuna jirani kidogo ni makumbusho ya biashara ya watumwa ambayo iko chini ya Kanapa. Karibuni kama mna swali lolote. Ndio maana wakamuita Mohamed Chipchip. Eneo hili ambapo asili yake ni Kilwa, kimaanisha kwamba kulikuwa kuna badilishano wa bidhaa, tuseme zile tanuri za kuweza kufua chuma. Mpaka sasa hivi wakazi wapo wanaendelea na hii kazi? Hapana, sasa hivi shughuli zao kubwa ni uvuvi. Ndio maana kwenye gani nilielezea kwa undani ni uvuvi ya sasa na kilimo. Na Pumbuji maana yake ardhi zenye rutuba. Ukishuka kwa kidogo hapo chini kuna bonde, kuna rutuba ya kutosha, kuna mpunga, kuna migomba inastawi. Hata ardhi yetu mkiangalia kidogo, si mnaona mashallah, si ndio? Ifiti zimefanyika kwa Wahindi na mababu zetu wamekuwa wakitumia dhana hiyo. Asili ya mti huu ni India, ndio maana kuna neno Indica mwisho katika Azadirachta indica. Lakini ulikuwa utumika kutengenezea dawa ambayo inaitwa chloroquine. Ukaja hapo ukafanya matambiko, au ukaja eneo hili ukafanya nature meditation. Kuna vijiti mnavyoviona hapa ni maombi ya watu. So hata kama una haja ya moyo wako, unaweza ukachukua kijiti chini then ukapasa, unaongeza umri wa kuishi. Hiyo ni historical myth. Ingekuwa hivyo sisi Matua Guide tusingekuwa tunakufa. Lakini relation wanaoifanya hapa, kwa sababu hii tunaita tree of life, mti huu unaweza kusurvive mpaka milenia 4, nikimaanisha miaka 4000. So unaweza ukafika eneo hili ukafanya meditation, ukaomba pia na wewe uishi maisha marefu kama mbuyu. Sina maana kwamba utafikisha miaka 200, lakini inaweza ikajiongeza. Yeah. Lakini pia utaweza kuona kuna wengine wameweka sarafu na nini. Usigongelee. Ukigongelea unazidi kuumiza. Kama una issue ya kutoa sadaka, unaweza ukatoa sadaka katika huu mti kwa kuweka chini, au kafanya katika kaburi la sharifu au sharifa. Lakini usigongele chonde chonde, pia usichole chole, tunazidi kuharibu, tunaumiza huu. Una zaidi ya miaka 500 na Kiingereza tunaita baobab tree, but scientifically we call it Adansonia tata. Kiingereza hicho kinaitwa unaitwa hivyo kwa sababu una majani matano ambayo yapo katika form ya digitata. Kila titu tunaita digitata, na Adansonia ni Mfaransa alifanya tafiti nyingi kuhusiana na hii kibuyu. So you have only 1 minute here, you can make your wish, then we can go here you can make your wish. Unaweza kufanya meditation hapa ukaomba kama hivyo. Hapa auchomi wala nini, unachukua kijiti unaweka kwa imani yako, just kufanya hivi. Hapana. So ukishaweka utaweza tuzungue clockwise. Mnaochukua kamera, mnaochukua clip, mngechukua watu wakiwa labda wameuzunguka kwa ajili ya kutengeneza round. Yaani nyie bakini hapo, nyie ambao mpo huku kaeni, usogeleni mti ili hao wachukue content. Hivi unaweza kujiza hapo mnatoka So hapa unaweza kufanya anti-clockwise. Anasema ukifanya hivi inakuwa inakuongezea wewe maisha marefu ya kuishi. Je, Tuagede akasema kwamba kama maisha yatakuwa yanaongezeka, ina maana kwamba Tuagede wenyewe wangekuwa hawezi kufa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuwa ni yani unaamini kwamba inaweza ikawa. Kwa hiyo mwenyewe hapa nataka nizunguke kidogo, kama itakuwa inawezekana niongeza hata miaka 2 tu. Au unasemaje? Ninaamini kwa miaka 2 kifika najua ilikuwa, lakini wanaumiza kama hifadhi tunaumia. Tusokea kitu. Hapa tumemaliza. Mimi nasubiria wa complete. Twendeni hivi jamani. Saidia. Mbona mnifuate? Raundi ya kwanza mwaka mmoja. Niendelee? Okay. Aise, kwanza hapa naomba tutembee wawili. So wawili. So hapa So hapa kwa hii inabidi kwanza kutembea wawili. Kwa kama una mwenzako, mimi sijui. Tuagaida wawili. Au wengine wamekuja kama friendly bana. Wawili jamani. Wawili tembea wawili. Tunakwenda. Hey jamani,
Jamani, tuko nje ya muda, naombeni twende na muda. Mbona tunatisha? Watakosa historia. So jamani, mimi sasa hivi natoa tu historia, sisubiri mtu. Tunapokuja hapa tutaweza kuona katika kaburi hili kuna mlingoti ambao una mashimo 5, ikimaanisha nguzo 5 za dini ya Kiislamu. Kwa hili kaburi linalikuwa kiongozi wa huku wao waliokuja katika karne ya 15. Lakini pia kuna kaburi hapo limeunganishwa, mnaweza mkasogea. Kaburi hili ni la mke wake. Zama hizo walikuwa wana desturi. Unaona? Yeah. Hilo ni moja na ile. Ya hii ni lingine. Ila mkewe. Yep. Sorry kidogo. Sorry. Tuzungukeni hivi tutoke. Njoni muangalie kuna kitu huko. Tunaweza kuona makaburi yale kwa ni makubwa, na hapa mithili kama mlango. Walifanya hivi kwamba kwa sababu alikuwa ni kiongozi, watu wengine ambao wanaweza kaja wakataka kufanya dua au na nini katika kaburi wangeweza kuingia hapa na kufanya mambo yao mengineyo. Kiongozi wa Waislamu wa karne ya 13. Haya mengine ni makaburi mengine. Moja, ukifika pale kuna kisehemu unatembea wawili, ukitembea moja kinakukuta kitu. Na hapa tunaendelea na huku tunaomba kwamba tunapewa bonus. Sasa sehemu hii ni mahususi sasa kwa wale watalii wanaopenda ndege. Silence. Jamani, naombeni nitoe sheria. Naona sheria. Tunapofanya utalii Kaole, naombeni kimya kitawale, mnisikilize mimi. Mnaweza mkapiga kelele pia mkaenda kinyume. Tunajua ni sehemu ambazo za kizamani kidogo. So upande huu sasa huwa tunaita watalii ambao wanapenda ndege. Ndio maana tutakuja kuona kuna kama ndege jamii ya sunbird, lakini pia wa mwanamke mti huu hapo. Kisayansi tunaita Albizia arabic, Kiingereza inaitwa woman tongue tree au Indian palm nut tree, ambao ni huu hapa. Umeitwa hivyo kwa sababu katika vikonyo vyake unaweza kuona kuna pods hizo. Unaziona hizo zikikauka au zikipulizwa na upepo zinapiga sana kelele. Namaanisha hii structure hii hapa. Sawa Sasa ndio maana ukaitwa hivyo, kwa sababu ukimdisturb mwanamke nguvu yake ipo katika maneno. Sio mimi hilo jina nimetoa, ni mabotanist wenyewe. Unaitwa ulimi wa mwanamke au woman tongue tree. So huku tunapoelekea kulia kwetu ni makaburi ya karne ya 15. Tunaenda kuona msikiti wa karne ya 15, then tutarudi karne ya 13. Hapa ni takriban miaka 500 iliyopita mpaka 600. Ni issue ya ujenzi. Kwa mfano siku hizi hata ukijenga vizuri ukaweka cement ratio sawa yanaweza kadumu. Lakini tunafanya uchakachuzi katika majenzi yetu. So hawa pia lakini hawakutumia matofali, walitumia matumbawe ambayo ni moja ya mawe ambayo yanaishi kwa muda mrefu. Yaani sio rahisi kuvunjika. Sasa matumbawe ambayo yako strong. Huku pia tukiwa tuna bahati tukawaona kuna viumbe wanaitwa kima, kuna wanyama huwa wanakuwepo. Sema. Nasikia sauti za ndege hizo. Ndio. Unaweza ukasema teknolojia ya zamani maybe ilikuwa ni more advanced. Pia teknolojia ilikuwa, lakini pia walikuwa wanatumia vitu sasa asilia, natural zaidi. Sasa mnaona hii tarehe 25 mwezi wa 4 1958 ni tarehe ambayo Dr. Neville Chittick, mwakiolojia Mwingereza, alifika sehemu hii na kufanya tafiti. Afanya tafiti hapa Kilwa na sehemu nyingi za kihistoria Tanganyika na Tanzania kwa ujumla. So aliweza kupita hapa akaweza kuacha alama yake. Sawa. Kwamba tuzunguke msikiti wetu wa karne ya 15. Zote ni za same. Aliweza kuweka tarehe, mwezi na mwaka.
Lakini sasa tutarudi kuweza kuona maajabu ya kile kisima cha karne ya 13. Kwa huku kulikuwa kuna kisima kingine kimesha kauka, kimebaki tu na maji ya mvua, ambacho ni kisima hichi hapa. Hicho kisima kina maji. Lakini pia mkiangalia pembeni, huu msikiti ulikuwa umeanguka sehemu kubwa, umerejeshwa. Unaweza kuona hii pati ya juu umerejeshwa kutumia udongo mwekundu, udongo wa mfinyanzi na chokaa. Sehemu ilikuwa imebaki ni hii ya chini. Lakini pia msikiti huu walitumia nguzo kushika dari, tofauti na ule msikiti ambao ulijengwa kwa kuta peke yake. Lakini cha kushukuru Mwenyezi Mungu, mirabu au mimbari iko safi kabisa. Haya ni makaburi. Hili ni kaburi la mtu mmoja, kaburi la mtu mmoja. Ukiona sehemu kama hizi zilikuwa zina urembo mbalimbali, na hapa palikuwa pana urembo, lakini yes. Naam. Walikuwa ni wachache, lakini pia ukizikwa kwenye kaburi kubwa ilikuwa ni kama ufahari. Ni kama siku hizi watu wanajenga makaburi makubwa. Hapana, hii sehemu hii hapa ilikuwa ni kaburi. Hii ilikuwa ni nyumba, lakini pia kuna sehemu kama ile pale inasadikika ilikuwa ni sehemu ya kuoshea maiti. Ukifika Tongoni utaikuta sehemu kama hii. Yaani sehemu mwili unaoshwa. Sasa kama hapo wakioshea maiti kila muda hapo. Hivi haufili kwamba labda kunaweza ukawa na Waislamu wanatenga sehemu kama hii huwa ipo. Kwa yaani sehemu ya kuandaa mwili kabla hawajauzika. Hapa mbele yetu ilikuwa ni nyumba yao ya kuishi kama unavyoweza kuona. Kwa Washirazi hawa, moja ya makazi yao ilikuwa ni hapo kama unavyoweza kuona. Umeona eh? Sawa. Tukitoka hapa naomba twende katika kaburi la wapendanao. So naombeni jamani, wale ambao ni wapendanao kweli au marafiki, hakikisha pembeni yako isiwe chanya kwa chanya. Jaribu kuangalia umeshajibalance. Nashukuru mko vizuri. Ndio tunafika hapo katika kaburi la wapendanao, tunaweka sawa jambo. Katika hifadhi yetu kuna urithi pia wa kiimani na wa kiupendo. Sasa mimi naomba ngoja nikae kwa hapa. Jaribu kuangalia vizuri kaburi, kuna sehemu hapa kunaonekana kulikuwa kuna jiwe limeanguka, pale kuna jiwe mpaka sasa lipo. Sasa hilo jiwe lilikuwa inaelezea wasifu aliyelazwa upande huo, alikuwa aitwa Bi Hadija bin Suleiman. Lakini upande wa mwanaume hatujui jina lake mpaka sasa, kwa sababu watafiti na historia wakati wanapita hapa walikuta ile jiwe limesha anguka. Jiwe kama hili hapo. Sasa kwa nini panaitwa kaburi la wapendanao? Hapa bwana wamelazwa Washirazi wawili ambao walipatikana wamekufa pamoja, lakini wamekumbatiana. Ni baada ya jahazi lao kupigwa na wimbi wakati wanatokea Unguja wanarejea Kaole. So kwa sababu walikutwa wamekumbatiana, wamekufa na wamejifunga nguo mithili ya ushungi katika viuno vyao, ikaonekana watu walipendana mpaka kufa kwao, wakazikwa pamoja. Unajua kwenye bahari huko eti umekumbatiane tu na mpenzi wako badala ya kujiokoa ni nadra kidogo. So inaonekana wanandoa walikuwa wanapendana sana. So mkiwa mna mushkeli za katika mahusiano, unaweza ukaja hapa na rafiki yako au mpenzi mkarejesha. Ni upendo tu wa kimahaba na upendo wa kawaida. Watu wanafanya wishes mbalimbali. So you can avuta hapo mbele tu. Tunapita hapo. Tunapata elimu kidogo ya miti. Huu ni mtopetope pole au tunaita wild custard apple au wild sugar apple. Matopetope yake ni madogo kidogo kama mnavyoweza kuyaona. Yaani mwambie pale. Nenda kaangalie basi.
matopetope au sugary apple au custard apple fruit. But also hapa kuna ficus bossei au fig tree au mkuyu. Mkuyu huu wazee wetu walikuwa wanatumia utomvu wake wanapaka katika zana za uwindaji, wanatumia kama silaha, yani ni sumu. Lakini kuna mambo ya kiimani, ulikuwa ukija hapa ukafanya wish yako afu ukakunja, inatokea. So pia unafanya wish. Sasa tukiangalia hapa ni kama tumezidi kuudhuru huu mti wetu. So kaja kuna option ya kuweza kuweka kukuli. So kama una nia yako unataka kufanya wish yoyote, unaweza kufunga kukuli ukaliweka hapo na inatokea. Sehemu nyingine huko ni mpingo. Kwa wale ambao wanataka kuona miti ya mipingo, ndio hii hapa au African Blackwood. Ni miti ambayo hutumika kutengenezea vinyago na inakuwa mieusi kwa ndani na ni migumu. Jina lingine la African Blackwood ni Ebon tree. Kisayansi huitwa Diosporus ebenum au Dalbergia melanoxylon. Ni kwa sababu ndani yake huu mti huo unakuwa una asili ya weusi lakini pia ni mgumu. Lakini tuna miti mingine hapo inaitwa mtonga au monkey orange fruit. Hii ni neem tree. Mbele tuna marura au amarura tree. Tumebakiwa kama tuna nusu saa hivi, ndio maana kidogo naenda chap. Yeah. Na pia msije mkachelewa. Nasikia kuna watu wananiambia kesho sisi mna testi, si nini? Yeah. So hapa ni jamani, kama kuna kapu hapa naiomba niitambue. Niwape ofa kidogo. Haya basi, naomba na kapu yako endeni pale mkakae kwenye ile tawi. Alafu mpate na picha kabisa. Msitu huu unakuwa katika zonation au zones. Zoni ya kwanza ya msitu wa Mikoko unakutana na huo white mangrove au Avicenna marina. Tree ambayo unaiona hapo ina majani membamba. Sawa Lakini zoni ya pili mara nyingi huwa kuna red mangrove au root-rooted mangrove ambayo ni hii hapa. Kisayansi tunaita Rhizophoras mucronata. Ina mizizi kama vidore. Afu kuna zoni nyingine ni black mangrove au Gymnorrhiza bulgaria. Unaipata hapo na zinaendelea hivyo. Katika safu yetu ya pwani ya Afrika Mashariki tuna species takribani 5 mpaka 7 za mikoko. So hapa tunapata sasa kiurahisi 3. Lakini pia tuna mud creepers ambao hawa ni jamii ya konokono. Unaona kama huyu anatembea. Ni konokono ambao ukimwangalia unaona? Au baga. Okay. Unaona amerudi ndani haraka wanaliwa hawa. Huyu bado hajafikia kuliwa, bado mdogo. Anakuwa mara mbili yake hapa analiwa. Na ni chakula kizuri. Ni kizuri zaidi ya pweza. Pweza yani kwa wanaume na imani mnanielewa. Kinywa supu yake mambo mujarabu, lakini hata pia kwa wanawake katika kuimarisha afya ya uzazi. Ni tamu. Yani anachemshwa, unapasua ile gamba, unakula kilichopo ndani yake. Unaweza ukaroast. Hii ni seafood. Kwa nini mjamuona nani yule mla vichwa yule? Kulaga hizi sana. Mimi nakula mara moja lakini. Kijijini ipo. Ile gari ikiwa itakuja ile special nitapitisha sehemu, tukikuta mnaweza mkanua buku tu. Sawa, sasa kwa upande huu hapa ni bandari ya kale ya Kaole. Hawa Washirazi na wageni mbalimbali kipindi hicho waliweza kuingilia eneo hili. Pateni picha alafu tuendelee kidogo. Watu mbalimbali hutembelea sehemu hii na kuweza kufanya dua kutokana na miujiza aliyokuwa nayo huyu mwanamwali. Alifariki akiwa na miaka 14, ndio maana mashimo yapo 14. Nayo alipambwa kwa sahani na bakuli zenye kumeremeta. Nikisikiaga historia kwamba hayati baba wa taifa aliwahi kuletwa hapa na Sheikh Lamia, ni katika kaburi hilo akafanya dua kwa ajili ya ulinzi binafsi na mambo mbalimbali kwa ajili ya Tanganyika yetu. Basi mambo yalifanyikia hapa, lakini mahala ambapo mtaweza kuona kuna hicho tezo na kuna chungu hicho.
Hapa sasa huwa wanachoma, unaweza kuchoma ubani, lakini kuna sehemu ndani unaweza kuweka udi. Ukiingia ndani unaweza kuona kuna udi pale pia umechomwa. Lakini katika hicho chungu kama una sadaka yoyote unaweza ukaweka na ukafanya dua yako. Sadaka hizo upeleka kwa kwenye uhitaji, yatima, wazee kijijini, lakini pia sometimes katika madrasa na misikiti hapa kijijini. Inawezekana maombi ya watu ujibiwe kutokana na sadaka hizo zinapopelekwa katika maeneo hayo. So kwa imani yako waweza kufanya wish hapo na ukaweka sadaka yoyote katika chungu hicho. Karibuni. Lakini pia walikuwa wanatawaza eneo hili, wanaingia msikitini. Walikuwa wanahifadhi katika hii sehemu inaitwa Kurateni. Utakuja kuona, unaona pia kuna huyu kaweka sadaka hapa. Ni za sehemu. Wengine wao wanaweka hapa kwenye kisima na sehemu mbalimbali. Kwa misafara dini ya Kiislamu ile pale afule kule kuna madrasa. Kwa wale ambao walikuwa wanapatiwa elimu ya dini ya Kiislamu walikuwa wanapewa kule. Lakini kitu cha msingi zaidi katika hii safari yetu, lazima utakuwa unajiuliza, je, vingilio vikoje? Vingilio ni kama hivi unavyoviona. Nitakupigia picha nzuri nikuonyeshe kwa uzuri kwamba bei zinakuaje kwa wakubwa na kwa watoto. Kwa kama mmejiorganize kama kikundi au kama familia, mnaweza mkatumia gharama gani, na utalii wa ndani unawafeva sana wa Tanzania. Gharama ni affordable kabisa. Kwa hichi kitu kinapaswa kiwe sehemu ya tamaduni zetu. Tusiachie wazungu kwamba wao ndo wanakuja wanatalii, alafu sisi vitu vipo hapa nyumbani kwetu tunachokuwa tunakiwaza kwamba utalii labda unahitaji gharama kubwa. Amna, yani ni weekend moja unatoka huku na fresh air, kuna vitu kama hivyo, yani serenity, tranquility na vitu kama hizo unaambia. Na huu ndio ulikuwa mwisho wetu wa tour yetu ya hapa Kaole. Nahisi umeona vingi, umejifunza vingi na pia umeenjoy. Until next time, najua nitakushow vitu vingi vizuri vinakuja. So usisite pia kusubscribe kwenye channel yetu ili kuendelea kupata notification pale ambapo tutakuwa tuna upload video mpya, ili upate madini na maujanja kama haya, uwe inspired kama kijana. Next time na wewe unakuja unatembelea vitu kama hivi, makaburi, misikiti, yote vya kizamani. Vitu vingi vina miaka zaidi hadi ya 500. Unakosaje kuona vitu kama hivi sasa? Yo, I'm out.